vyama vya siasa, viongozi wa taasisi mbalimbali na taasisi za kidini pia, nikitoa upendeleo kwa kumtaja Dr. Kedmond Mapana, kiongozi wa BASATA, taasisi ambayo ilikuwa inashughulika na kile ambacho ndugu yetu alikuwa akikifanya. Lakini pia waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Spika mstaafu Dr. Tulia Ackson, Mheshimiwa Waziri Aweso, Mheshimiwa Antoni Mavunde, ndugu nyote mliotukimbilia siku hii ya leo, nipende kutoa salamu zangu. Kabla ya kuingia moja kwa moja kusoma wasifu wa ndugu yetu Emmanuel Mathias Matebe, kibinafsi na inawezekana iko vivyo hivyo kwa ndugu zangu, ama itakuwa vivyo hivyo kwenu ninyi leo ambao mpo mahali hapa. Mimi kibinafsi nimejifunza mambo mawili kutokana na maisha na mapito haya ambayo tumepitia kama familia. Jambo la kwanza ni hakuna uzoefu wa kifo. Umefiwa mara ngapi, imefanyika kwa namna gani, ilikuwaje? Kifo ni kifo kinapotokea, uchungu wake na mambo mbalimbali hayana uzoefu wa namna yoyote ile. Lakini jambo la pili nililojifunza na naendelea kujifunza, ama naendelea kuona likitendeka hata wakati huu katika maisha na katika jambo hili ambalo limetutokea kama familia, kuna mambo mawili ambayo kibinafsi nimeona nimekuwa nikihitaji, na inawezekana vivyo hivyo kwa ndugu zangu. Jambo la kwanza, unahitaji watu, lakini jambo la pili, unahitaji Mungu zaidi. Imekuwa vivyo hivyo tangu siku ya kwanza kutokea. Kila aliyepiga simu, kila ujumbe wa simu unaotumwa, vimekuwa ni vitu vinavyotutia nguvu, vinatutia moyo, vinatutia faraja zaidi ya wakati mwingine wowote ambao nimepigiwa simu ama kupokea jumbe. Ninathamini, ninafurahi na ninatiwa moyo sana kwa wengi ambao wamekuwa wakitutumia jumbe, wakitupigia simu, lakini pia kutukimbilia kama mlivyofanya siku hii ya leo, na wengi waliofanya siku ya jana na hata kabla ya hapo tulipokuwa Dar es Salaam kabla ya kuja mahali hapa. Lakini hata ninapopokea jumbe ama tunapopigiwa simu naambiwa na kuombea, imenifundisha, kwa sababu hata wakati ambapo mtu anakuambia niombee, wakati mwingine hatubebi kwa uzito, lakini wakati huu kila ninapoambiwa ninakuombea, ninasikia faraja na ninasikia nahitaji kweli kweli maombi. Na kila waliotuombea, nadhani ndio sababu ya kutuona mpaka tupo wakati huu. Na niwape changamoto, muendelee kuniombea, maana hata kusimama mahali hapa si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu, si nguvu za kibinadamu. Unaweza ukafikiri ujasiri na kila kitu kinachoendelea ni vitu vya kawaida, si vya kawaida. Ni maombi ambayo ningependa mniombea kwa wakati huu niweze kumaliza wasifu huu wa ndugu yetu Emmanuel Mathias Matebe, aliyefahamika pia kama MC Pilipili. Alizaliwa mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 1985, na jambo la ajabu
mara kwa mara hapa nyuma, kabla ya mwaka huu, alianza kuzungumza habari za kutimiza miaka 40, na mimi nikaingia nikapiga hesabu nikamwambia hapana bwana, hii miaka 40 bado. Tumuombe Mungu atakupatia. Alikuwa anatamani, na tunashukuru Mungu mwaka huu tarehe 1 mwezi wa 10 aliweza kufikisha miaka kwa muda mrefu. Na kwamba inawezekana anaingia kwenye phase nyingine ya maisha, tukichukulia mfano wa Musa ambaye alipitia vipindi vya miaka 40 na kadhalika, lakini kabla hajafikia hayo yote ameweza kutuacha na mengi tunayo ambayo tunaweza kujifunza kupitia yeye. Sasa nikiendelea na jambo hilo la mwaka wa kuzaliwa, alizaliwa pia katika hospitali ya General Dodoma, wakati huo tukikaa sehemu moja inaitwa Airport karibu na hapa, akiwa ni mtoto wa pili katika familia ya marehemu mzee Matias ambaye yeye pamoja na mpendo mama yetu walifanikiwa kupata watoto 5, akiwemo yeye mwenyewe, tukiwa na kaka yetu mkubwa Christopher Thomas ambaye ni mimi, lakini pia dada zetu wawili Loda na Juliana. Kipengele cha asili na chimbuko tunatambua, na amekuwa wazi akisimama mbele na kuonyesha yeye ni nani katika asili ya kuzaliwa, kwa maana ya kwamba hakuwahi kuwa na woga ama hofu ya kujitambulisha ama kujionyesha wazi ya kwamba yeye ni Mgogo, mzaliwa wa Dodoma, na si tu mzaliwa wa Dodoma, pamoja na makuzi yake ambayo yalifanyika hapa, na ameishi sehemu hii kwa muda mrefu. Wengine tumehangaika hapa na pale kuhama, lakini amekuepo hapa yeye kwa muda mrefu. Na kuhusiana na majina yake, tunajua huko nyuma alifahamika hapa Dodoma akianza kazi zake kama MC Manu, akifupisha ile Emmanuel, lakini pia wengi ambao wanamfahamu ameshawahi kujiita Angelo wa Dodoma na majina mengine yasiyo fahamika sana, lakini tunajua jina la hapa mwishoni amejulikana kama MC Pilipili, akijizungumzia pia kama MC wa taifa, tukiona maono zaidi ya yale aliyokuwa nayo hata zamani akijiita tu ni Angelo wa Dodoma, lakini Mungu aliweza kumfungulia maono zaidi na aliweza kumuinua zaidi na zaidi. Katika swala zima la elimu, Emmanuel alianza elimu yake ya msingi mwaka 1993 mpaka mwaka 2000 katika shule ya msingi ya Kiwanja cha Ndege Dodoma, ambako aliweza kusoma mpaka darasa la 3, na baadaye akahamia shule ya msingi Pagala, sehemu ambayo tulikuwa tumehamia na tukiishi, ama makazi yetu ambayo yako pale Swaswa, na kwa hiyo aliweza kumaliza elimu yake ya msingi mahali pale. Lakini tunajua pia amesoma elimu yake ya sekondari katika shule ya Dodoma Sekondari tangu mwaka 2001 mpaka mwaka 2005 alipohitimu sekondari. Na mara nyingi amependa kuzungumzia jambo hili. Yeye alitunukiwa cheti cha kipaji maalum, na cheti hicho amekihifadhi mara kwa mara, special talent, ambacho katika shule hiyo ni yeye pekee aliyekuwa mwanafunzi wa kwanza kupewa cheti hicho. Na nipende kuzungumzia vizuri jambo hilo, si tu cheti maalum katika nini, cheti maalum si kwa ufanisi wa mambo mengine ya kielimu, lakini sanaa. Alikuwa anaonyesha uwezo mkubwa katika sanaa na kipaji, na kwa hiyo waliweza kumtunuku cheti iko. Na masomo ya kidato cha 5 na 6 aliyapata katika shule ya sekondari Jubilee, ilikuwa mwaka 2005 mpaka mwaka 2007.
Elimu yake ya chuo alipata katika chuo cha Ekenford pale Tanga, alikopata taaluma ya walimu kwa ngazi ya stashahada, na hii ilikuwa mwaka 2007 mpaka mwaka 2009, na kwa hiyo ilipelekea kuanza kwa maisha yake ya kawaida, kwa maana ya kwamba tunaingia kwenye maisha ya walimu. Maana yake baada ya kuhitimu tunaona akiwa amefundisha shule mbalimbali. Kwa hiyo alianza na shule ya msingi iliyokuwepo pale Tanga, Korogwe, lakini pia shule ya sekondari Kilole iliyopo pale Tanga, shule ya msingi DCT Andrea Dodoma, alirudi hapa, na shule ya sekondari Jubilee DCT Dodoma, ambako tunajua baada ya pale aliona anawiwa kutoka na kuendelea na mambo yanayohusu sanaa zaidi ya kile ambacho alikuwa akikifanya kwa wakati ule. Maisha ya kiroho, kwa asili ni Mkristo, na tuoni aibu yoyote kusema ya kwamba alikuwa ameokoka na kubatizwa katika kanisa la Bible Baptist Church tangu akiwa mtoto, na yamekuwa maisha yetu hivyo. Alipenda mambo ya kanisa ama mambo ya kiroho. Pia alipenda sana maigizo, uimbaji na uchoraji, na mimi kwa sababu nilikuwa namfuatia, alikuwa kama role model kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa naigiliza anachokifanya. Niliweza kufanikiwa kwenye uchoraji kwa sehemu, kwa sababu alikuwa anachora na kupenda sanaa hizo. Nikajaribu kuigiza mambo ya uimbaji, nilifanikiwa na sikuweza kufanikiwa zaidi na zaidi. Lakini maigizo na vitu kama hivyo, uchekeshaji, kwa sababu ilianza huko chini, sikuweza kabisa. Na hii nimeizungumza kwa makusudi kuonyesha ya kwamba Mungu anaweka vipaji kwa watu, vipaji maalum, na yeye alikuwa na vipaji maalum ambavyo vimeweza kumfikisha katika mafanikio yake mengi, ambayo wengi wetu leo licha ya yeye kuondoka tunaweza kusherehekea kazi kubwa aliyoifanya na wengi aliyoweza kuwainua. Sasa tukiendelea katika jambo hilo la maisha yake ya kiroho, tunaweza kusema kwa muda mwingi yeye, mchungaji, na hata mimi, maisha yetu kwa ujumla yalikuwa ni maisha ya kanisani, kwa maana ya kwamba huduma na mambo kama hayo, na yeye alitumia sana muda wake vivyo hivyo kwa mambo ya kanisa, na anapenda kuzungumzia jambo hili, na tumeona ni vyema kulitaja. Ilipofika tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 1996, anazungumza, na sio kuzungumza, hata sisi tunashuhudia katika kanisa ambalo tulikuwa tunasali hapa Dodoma la Baptisti. Nyakati hizo aliweza kutunukiwa cheti cha mtoto wa nuru, ambacho tunakiita cheti maalum, ambacho kilikuwa kinatolewa kwa watu wenye kitu cha kimungu, jitihada fulani, inawezekana ni kukariri mistari na vitu kama hivyo. Yeye aliweza kufanikiwa katika jambo hilo, na ukichunguza alikuwa na umri mdogo sana kwa wakati huo. Kwa hiyo anakiri na kusema ya kwamba kupitia motisha ile ilianza kuinua ari katika maisha yake ya kuendelea kuwa na hamasa ya kusonga mbele na kuonyesha kile alichokuwa nacho, na hiyo imemsaidia hadi kumfikisha katika mambo mengi na mafanikio ambayo tunajua ameyapitia na ameyafanya. Katika kipengele cha uneni, kikizungumzia swala zima la tasnia ambayo amekuwa akifanyia kazi ya ushereheshaji na uchekeshaji, tunaweza kusema kwa sehemu kubwa ama nyota yake iliweza kuonekana vizuri sana, akianza kwa shughuli hizo wakati akiwa sekondari. Tunaona mambo hayo ya ushereheshaji na uchekeshaji, na amekuwa akiyafanya mambo hayo mpaka umauti ulipomkuta, akiwa ni mbobezi katika eneo hilo. Atuzungumzii Tanzania tu, lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na unaweza hata kujiuliza, ama sisi wenyewe mara nyingine tunajiuliza,
ndugu yetu ana uwezo gani, ana nguvu gani, mbona anaweza kuconnect, anajiungamanisha na watu mbalimbali, na anaweza akafanya tamasha na vitu mbalimbali ambavyo ni nje ya nchi. Inawezekana ni Kenya, inawezekana ni Burundi na sehemu mbalimbali ambazo ninakumbuka aliweza kufanya. Katika jambo zima la familia na ndoa, wengi wetu ni mashuhuda na tunawafahamu. Alifunga ndoa na Bi Philomena Luangisa, na ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2019. Ndoa iliyodumu mpaka umauti unamfika ndugu yetu, na tunatambua pia ya kwamba marehemu ameacha mke mmoja na watoto wawili. Nikiingia katika kipengele cha kifo, marehemu amefariki kutokana na majeraha yaliyosababishwa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake, na imekuwa mara nyingine sio rahisi kuishia hapo tu, lakini nizungumze kidogo. Alipata majeraha yaliyosababishwa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake. Hii ni kwa uthibitisho tulioupata kutoka kwa madaktari, vyombo vya usalama tuliokuwa nao kwa wakati huo, lakini pia sisi ndugu zake. Lakini bado linabaki swali la nani, nini, wapi, kwa namna gani, na hili tunaweza kuishia hapo, kwa maana ya kwamba linaendelea kufanyiwa uchunguzi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Lakini jambo ambalo ninaweza kuliongea bila kuharibu uchunguzi unaoendelea kufanyika, ninaweza tu kusema ya kwamba ndugu yetu Emmanuel Matiasi ameporwa uhai wake, na hii haijabaki kwa upande wake peke yake, imekuwa ikireflect back. Yeye ameporwa uhai wake, na kwetu sisi sote tumeporwa maisha yake. Kibinafsi amegusa maisha yangu katika nyanja nyingi. Wengi tuliosikia mpaka sasa wakizungumza na kutoa shuhuda wameguswa na mambo mbalimbali aliyoyafanya katika maisha yao. Kwa hiyo licha ya kuporwa uhai wake, sisi tumeporwa maisha yake kwetu, na nitoe rai kwetu ama changamoto tu ya kwamba kwetu sisi tunaobaki tukimtazama namna alivyokuwa na maono, utekelezaji, kwa sababu kuwa na maono ni jambo moja, kutekeleza ni jambo jingine. Tunachukua hatua gani kuyaenzi mema mengi ambayo ametuachia? Moyo wa upendo, moyo wa kusaidia, na mambo kadha wa kadha ambayo tunajua yamegusa maisha yetu na maisha ya wengine, ili tunapoondoka pia katika safari hii ambayo sisi sote tutapitia, tujue tunaacha mambo gani nyuma yetu, ama watu wanazungumza nini kutuhusu kwa namna tulivyoweza kugusa maisha yao. Nipende kuishia hapo. Nashukuru kwa kusikiliza na kutukimbilia katika wakati wetu huu mgumu wa maombolezo ya ndugu yetu.